Watu 9 wakazi wa halmashauri ya mji wa Makambako mkoani Njombe wamefikishwa katika mahakama ya wilaya ya Njombe wakabiliwa na tuhuma za kosa la uhaini na kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, makosa ambayo waliyafanya kwa kipindi cha kati ya mwezi Machi mpaka Oktoba 30 mwaka 2025. Akisoma mashtaka hayo, wakili wa serikali Magdalena Wela amesema watuhumiwa 9 akiwemo Erasto Nzenge mwenye umri wa miaka 31, Jafet Kimbe mwenye umri wa miaka 27, Simon Mlelwa mwenye umri wa miaka 23, Masondole Manyama mwenye umri wa miaka 33, Stanley Mbembati mwenye umri wa miaka 39, Arnold Tunduru mwenye umri wa miaka 30, Fadhili Nguvila mwenye umri wa miaka 25, Patrick Mpagike mwenye umri wa miaka 37 na Prosper Mbwilo mwenye umri wa miaka 26 wanatuhumiwa kwa kosa la uhaini ambalo ni kinyume na kifungu cha sheria namba 384 cha mwenendo wa makosa ya jinai, marejeo ya kifungu cha 16 cha mwaka 2023. Washtakiwa hao 9 wamepandishwa leo Novemba 7 mwaka 2025 kizimbani katika mahakama ya wilaya ya Njombe na kusomewa mashtaka mawili ya kesi namba 26483/2025 mbele ya hakimu mfawidhi wa mahakama ya wilaya Njombe Mheshimiwa Matrida Kayombo. Akisoma mashtaka hayo, mwanasheria wa serikali Magdalena Wele amesema kosa la kwanza ni kuwa kwa nyakati tofauti kati ya mwezi Machi mpaka tarehe 30 Oktoba mwaka 2025 katika maeneo tofauti ndani ya mkoa wa Njombe walikula njama na kutenda kosa la uhaini chini ya kifungu cha sheria namba 384 cha mwenendo wa makosa ya jinai, marejeo ya kifungu cha 16 cha mwaka 2023. Katika kosa la pili, wakili wa serikali amesema washtakiwa hao walitenda kosa la uhaini chini ya kifungu cha 39 cha pili cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 marejeo ya mwaka 2023, ambapo maelekezo ya kosa ni kuwa washtakiwa mnamo tarehe 30 ya mwezi wa 10 mwaka 2025 katika mji wa Makambako walikuwa na nia kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na kuitishia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kujiingiza, kufanya fujo na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali za serikali zinazotumika kutolea huduma muhimu. Baada ya kusomewa mashtaka hayo mawili, hakimu mfawidhi wa mahakama ya wilaya Njombe Matrida Kayombo amewataka washtakiwa hao kutojibu chochote hadi hapo shauri hilo litakapokwenda kusikilizwa kwenye mahakama kuu. Aidha, upelelezi wa shauri hilo bado haujakamilika kwa makosa hayo mawili na kwamba makosa yote hayana dhamana na washtakiwa wamerudishwa mahabusu hadi tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka 2025 kesi itakapotajwa tena. Grace Kuni, Global TV.